Nafahamu kwamba migogoro mingi tulionayo ya ardhi haipo bahati mbaya, kwa sababu kuna watu ndio miradi yao. Yaani ndio watu wakilala wakiamka wajua wanafikiria tukaanzishe mgogoro wa ardhi sehemu gani. Na mara nyingi wanakimbilia maeneo ya wazi, wanakimbilia maeneo ya serikali. Sasa pale Mabwepande tunalo eneo ambalo tulihangaika nalo muda mrefu sana. Miaka 4 iliyopita ulifanyika ubomoaji. Nyumba nyingi zilibomolewa, karibia nyumba 400. Baadaye kesi ikapelekwa mahakamani. Leo hii kesi iko mahakamani, wale ambao walikuwa wanatapeli watu nyuma kupitia lile eneo wameanza kuwauzia watu wengine. Sijui kama tunaelewana. Wameanza kuuzia watu wengine. Na hao watu wengine walioanza kuuziwa, kwa sababu maskini ya Mungu sio kila mtu anajua taratibu za kupata ardhi. Ni wananchi wetu. Tunatakiwa tuwalinde na kuwatetea. Wananunua kwa sababu hawana uelewa na wanaanza kufanya nini? Wanaanza kufanya maendelezo kwenye eneo ambalo kesi iko mahakamani. Kesho na kesho kutwa waliowauzia wanashindwa kesi kule. Hizi nyumba zitatakiwa zifanye nini? Zivunjwe. Sasa mimi nilichokisema ni kwamba tunaomba sana viongozi wetu wa kule wa serikali za mitaa watusaidie kusiwepo na maendelezo mapya kwenye eneo lile, kwa sababu maendeleo mapya yatapelekea kufanya nini? Kubomolewa nyumba afu watu watengeneze chuki kati ya serikali na wananchi. Sasa wale matapeli bwana wameona tunaingilia mkate wao bwana. Wameanza kutuchafua kwenye platform mbalimbali. Mimi kwa mara nyingine nasema, kwa sababu matapeli yao na wajua kwa majina yao yote matatu na maeneo yote ambayo wanafanya hayo mambo yao ambayo hayafai, mimi nasimamia pale pale kwamba katika kipindi changu mimi cha miaka 5 tutahakikisha tunahangaika na hawa matapeli wa ardhi. Bila kujali wanatokea wapi. Hatutaangalia sura, hatutaangalia nafasi ya mtu. Kwa wenyewe hiyo kazi ya kuendelea kutuchafua, waendelee tu kutuchafua. Lakini tunawajua kwa majina yao na tutashughulika nao. Mama yetu anazungumzwa vibaya sana, Mheshimiwa Rais. Lakini ukifuatilia kwa nini anazungumzwa vibaya, ni chuki au wananchi bado hawajaeleweshwa vizuri. Hii kazi ya kuelewesha vizuri wananchi ni ya kwetu sisi wasaidizi wake.